Hujambo mwanamichezo, karibu sana kuitazama Ava TV. Naitwa Memorasa Sylvester na Asha Kabuga ndio anahusika kwa ajili ya kuwekea video ambayo inaonekana vizuri hapa. Na nikukumbushe tu tunapewa nguvu kubwa kabisa na Neika Food Point. Hawa ni wauzaji lakini pia watengenezaji wa juice fresh lakini bites na coffee. Ukihitaji fika pale Tabata Mbuyuni, karibu kabisa na roundabout ili uweze kujipatia huduma yako nzuri kabisa. Leo ni Julai 9 mwaka 2026 na taarifa ambayo imewekwa kwenye mitandao ya kijamii kupitia kwenye peji ya klabu ya Yanga ni kuhusiana na wale ambao wamepitishwa kwenye matokeo ya usajili ya wagombea wa nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa klabu ya michezo ya Yanga, na nitakusomea kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma: matokeo ya usajili wa ugombea wa nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa klabu ya michezo ya Yanga. Wagombea wa nafasi ya urais na makamu wa rais waliopitishwa jina ni Engineer Hersi Al Said, nafasi rais, maamuzi yamepitishwa. Lakini kwa makamu wa rais kuna Arafat Al Haji, makamu wa rais, na yeye amepitishwa. Wagombea ujumbe wa kamati ya utendaji waliopitishwa: namba 1 ni Julius John Koi ambaye ni mjumbe wa kamati ya utendaji, amepitishwa. Namba 2 ni Saadi Mohamed Himji na yeye ni mgombea wa ujumbe wa kamati ya utendaji, amepitishwa. Namba 3 ni Fred Stanley Mahembe, mgombea wa nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji, amepitishwa. Namba 4 ni Munil Saidi Selemani, mgombea wa nafasi ya ujumbe kamati ya utendaji, amepitishwa. Namba 5 ni Mshindo Hamza Msola, mgombea ujumbe wa kamati ya utendaji, naye amepitishwa. Nafasi ya 6 Isa Ali Mangungu, mgombea ujumbe wa kamati ya utendaji, naye amepitishwa. Namba 7 ni Mustafa Salum Himba, mgombea nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji, na amepitishwa. Namba 8 ni Alexander Francis Ngai, mgombea ujumbe wa kamati ya utendaji, na amepitishwa. Namba 9 ni Gerald John Kihinga, mgombea wa nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji, naye amepitishwa. Namba 10 ni Yanga Everest Makanga, naye ni mgombea ujumbe wa kamati ya utendaji, amepitishwa. Namba 11 ni Fahdi Ahmed Afif, mgombea ujumbe wa kamati ya utendaji, na amepitishwa. Namba 12 ni Rogers Hemed Gumbo, mgombea nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji, amepitishwa. Namba 13 ni Saif Hamis Gulamali, mgombea ujumbe wa kamati ya utendaji, amepitishwa. Namba 14 ni Muhammad Ali Mwenda, mgombea wa ujumbe wa kamati ya utendaji, naye amepitishwa. Namba 15 ni Mzee Yusuf Mwinyi, mgombea ujumbe wa kamati ya utendaji, amepitishwa. Na nafasi ya mwisho na ya 16 ni Priska Josephat Kishamba, mgombea ujumbe wa kamati ya utendaji, amepitishwa. Na hayo ni matokeo ambayo yametolewa hii leo na klabu ya Yanga kupitia kwenye peji yao ya Instagram kutokana na kile na majibu ambayo wameyatoa. Una neno gani? Ama tupitie kidogo wananchi wenyewe wanasemaje, mashabiki. Hapa kuna Tina yeye anasema okay. Kuna mwingine anasema Kishamba oye. Kuna huyu anasema hongera sana Mzee Yusuf. Anasema kuna mwanachama mwingine anampongeza Priska Kishamba. Kuna mwingine anasema Ngungu Boy safi sana, kama nilivyokuambia lazima uwe mjumbe. Hongera sana Ngungu Boy, mjumbe wa Yanga. Hao ni mashabiki wa Yanga. Anasema uwanja lini mnaanza kujenga? Kuna mwingine anasema Priska Kishamba go mama, tunakupenda na utafanikiwa japo sikufahamu, ila nakuombea ufanikiwe. Kuna mwingine anasema hongera sana Priska Kishamba. Mwingine anasema Priska Kishamba, Mwenyezi Mungu atatenda miujiza yake. Anasema makofi kwa matatu kwa Priska Kishamba.
Bila shaka ni mapokezi mazuri kwa mwandishi wa habari Priska Kishamba na yeye kwa sababu yupo kwenye ugombea wa ujumbe ambao alichukua fomu hivi karibuni na tumeona jina lake hapo limepitishwa. Maoni yako ni yapi kwenye hiki ambacho kimeletwa ama kimetolewa na klabu ya Yanga kuhusiana na uchaguzi? Kumbuka zimesalia siku chache tu kuelekea kwenye uchaguzi huo. Weka comment yako hapo chini na sisi tutaisoma. Mpaka wakati mwingine endelea kufuatilia Ava TV kwa taarifa na habari mbalimbali za kimichezo.